Rafiki yangu msikilizaji, ni kuulize swali moja kwa moja. Je, Yesu alipokuwa hapa ulimwenguni akifanya huduma yake ilikuwa na maadui wengi? Je, maadui hao walikuwa ni wenye dhambi au walikuwa ni wakuu wa dini, yaani Mafarisayo na Masadukayo na waandishi na Maherodisti? Je, unafahamu kwa nini Yesu alikuwa na ugomvi zaidi na wakuu wa dini wa zama hizo kuliko wenye dhambi? Na je, unaweza ukaniambia leo Yesu atakapokuja Tanzania na kuja mitaa ya kwenu, katika makanisa yenu na vitongoji vyenu na majumbani kwenu, atakuwa na atawalaumu kina nani haswa, wenye dhambi au viongozi wa dini wa leo? Kujibu swali hili adhimu na swali nyeti, uko na mimi pionia wako Anili Blaster nikichambua Luka sura ile ya 15 ambayo inasema yenyewe, hii tunaiita injili ndani ya injili, nikijibu swali lako kwa nini Yesu alikuwa na ugomvi na Mafarisayo, Masadukayo, Maherodisti na waandishi kuliko wenye dhambi. Na maandiko yana ushahidi mwingi. Katika hii sura ya 15 Yesu katoa mifano mitatu, na hii mifano mitatu itakomesha kabisa tabia ya viongozi wa dini wanaotumia mamlaka yao vibaya kinyume na huduma ya Yesu Kristo. Swali kuu, Yesu kwa nini alikuwa na ugomvi na watu wa dini? Na Yesu mwenyewe alitumia mifano hii mitatu ya injili ndani ya injili. Luka sura ile ya 15 ni sura inayopatikana katika kitabu cha injili, na yenyewe ikionyesha nini maana ya injili kwa kutumia mifano mitatu. Sura inaanza kwa Yesu, wenye dhambi wengi wanakula naye na kumfata, lakini Mafarisayo na Masadukayo, wakuu wa viongozi wa dini mbalimbali, wakienda kumkemea na kumuonya kwa nini anaambatana nao. Yesu hakujibu chochote, akawapa mfano namba moja ambao utakomesha tabia ya viongozi wa dini, na leo wajifunze kwenye Biblia ya kidigitali. Yesu aliwajibu wakuu wa dini, Mafarisayo na Masadukayo kwa kuwapa mfano wa kondoo aliyepotea. Hii utaiona Luka sura ile ya 15 kuanzia mstari wa 3 hadi wa 7. Mara nyingi wakuu wa dini hata wa leo na hata Mafarisayo huwa hawafikirii hali ya kondoo, bali huwa wanapenda kufikiria sheria iliyo juu ya kondoo. Na kwa hivyo mara nyingi wako kinyume na huduma ya Yesu, ambaye yeye humwaza kondoo zaidi kuliko hali ya sheria. Wakuu wenzangu wa dini na Mafarisayo wa leo, tukumbuke hali ambayo Yesu ambaye anatuonyesha tukujali hali ya kondoo zaidi kuliko hali ya kisheria. Kuna mambo matatu hapa ambayo Yesu anatufundisha na kutukumbusha katika mfano huu. Kondoo anaweza akapotea si kwa sababu anapenda. Wakati mwingine alikuwa akiangalia chini wakati anakula majani, akijisogeza kando taratibu kwa njia njema tu ya kutafuta malisho, lakini atakapokuja kuinua macho yake akajikuta yuko peke yake na yuko mbali na kundi kubwa, na hivyo ndiyo imechangia kupotea. Hivyo wenye dhambi wengi huwa wanapotea kwa sababu ya kutafuta malisho, kutafuta kipato na harakati za maisha. Taratibu hujikuta wako mbali na wamekuwa na addiction mbalimbali. Kwa hiyo wanahitaji msaada zaidi kuliko unavyodhani kwamba wanahitaji adhabu. Na siku zote St. Chrysostom alishawahi kusema, mwenye dhambi yoyote yeye huwa ni mgonjwa na sio mhalifu. Kwa hiyo kondoo anaweza akawa, kabla ya kumhukumu, lazima ufikirie utu wake na ukondoo wake, kwamba alipotea akiwa akihangaikia mahitaji ya watoto wake, akajikuta amesahau ibada, akajikuta amesahau tabia njema, na akajikuta katika hali mbaya zaidi. Kwa hiyo inatupaswa kuwa karibu na kondoo aliyepotea na sio kuwa maaskari ama watu wa sheria juu ya kondoo aliyepotea. Sababu nyingine ya kondoo kupotea, inawezekana amepotezwa na mtu au amepotezwa na wanyama wenzake. Nilishawahi kuona mtu mmoja akirusha maharage, akiwavuta nguruwe
waende kuchinjwa kwa kuwarushia maharage. Lakini pili, nilishawahi kuona mtu ambaye anataka kuchinja kuku akiwarushia mahindi taratibu taratibu mpaka bandani, mwisho wa siku akafunga mlango na kumchinja yule kuku. Kwa hiyo yule kuku hakuchinjwa kwa sababu ya uzembe wake, bali alisababishwa na mtu kuingia katika ule mtego. Wakati mwingine kondoo hupotezwa kwa sababu amepotezwa na mtu, yeye hakuwa na nia ya kupotea. Hivyo wenye dhambi wengi huwa wanapotezwa na watu wengine, wanapotezwa na wakuu wao wa dini, wakuu wao makazini, wanapotezwa hata na tamaa zao. Hivyo imetupasa sisi wachungaji, sisi viongozi wa dini kuwa karibu na kondoo, kujali hali ya kondoo zaidi. Ndiyo huduma ya Yesu kuliko kusimamia hukumu ya kondoo. Je, unadhani kwa nini Yesu alisema mchungaji yuko tayari kuacha kondoo 99 na kumfata mmoja aliyepotea? Wewe hukuwahi kufikiria hali ya mchungaji, hali ya mwenye mali, hali ya mtu. Kumbuka, kila kondoo ana rangi yake na ana thamani yake. Hivyo hata Mungu pia ana viumbe wengi, lakini kila mwanadamu ana thamani mbele za Mungu. Hivyo Yesu Kristo aliwaambia na akawafumbia fumbo hili kwamba kila mtu ana thamani na umuhimu mbele za Mungu, na thamani ya mwanadamu haijawahi kushuka mbele za Mungu kwa sababu ya dhambi. Thamani ya mtu ni kubwa kuliko matendo yake, kuliko mienendo yake. Hivyo Mungu anatuagiza kuitambua thamani ya kila mmoja, na hapa alikomesha kabisa tabia ya wakuu wa dini wa enzi hizo na waleo ambao wao kondoo si kitu, wao wanajali quantity kuliko quality. Lakini Yesu Kristo anatambua thamani ya kila mmoja, naye hataki hata mmoja apotee. Hivyo Yesu alikuwa na urafiki na wenye dhambi kwa nia ya kuwavuta, na alichukiana na Mafarisayo na Masadukayo na wakuu wa dini ambao hawakutambua thamani ya kondoo mmoja anayepotea. Mfano wa pili Yesu Kristo aliutoa kwa habari ya upotevu wa sarafu. Alisema mwanamke aliyepoteza sarafu. Hii akizidi, huyu mwanamke alikuwa na sarafu 10, lakini alipopoteza moja aliwasha taa. Je, alikuwa akisisitiza kwamba kila mtu ni wa muhimu na nia ya Mungu ni kila mmoja aokolewe na aulisi uzima wa milele, asiifikirie hukumu. Nia ya viongozi wa dini ilikuwa kila anayepotea aifikirie hukumu ya adhabu. Watu wa dini wamekuwa ni maaskari badala ya kuwa madaktari. Yesu ni tabibu na wala si kamanda mkuu. Kanisa si kituo cha polisi, bali kanisa ni gereji. Kanisa ni sehemu ya kutibu. Ni madaktari sisi na wala si wahukumu, na tunapaswa kutambua thamani ya kila mmoja wetu. Mungu hataki apotee hata mmoja. Na mfano wa mwisho ambao Yesu Kristo aligongemela kabisa msumari juu ya roho za watu ambao wanapenda kuwapa wenzao adhabu na kuwashikisha adhabu ambayo hata wao hawawezi kuishika hiyo adhabu, ni kwa habari ya mwana mpotevu. Hapa tunawaona watoto wawili waliokuwa wamepotea katika njia tofauti tofauti. Kuna mwana mpotevu aliyepotea mbali na nyumba ya baba yake, lakini kuna mwana mzuri ambaye amepotea ndani ya nyumba ya baba yake. Mwana mpotevu aliyeachana na mwana mpotevu aliyepotea mbali na nyumba ya baba yake kwa kula vitu vya anasa na makahaba. Lakini kulikuwa na mwana mwingine aliyepotelea ndani ya nyumba ya baba yake. Amepotea kwa kubeba ubinafsi, amepotea kutokujali waliopotea, amepotea kwa kuthamini ndugu zake. Hivyo baba yake akamsihi kwamba arudi kwenye sherehe. Hivyo hapa tunajifunza kuna watu wako kanisani lakini wamepotelea humo kanisani, na wanawaona wale wengine waliopotea nje ya kanisa wao kwamba ndo wamepotea zaidi. Mwana mkubwa alikuwa amepotea kama walivyokuwa wamepotea Mafarisayo na Masadukayo na waandishi na walimu wa dini, kama ambavyo leo waumini wengi walivyopotea ndani ya Mungu.
wana juhudi nyingi katika kutoa sadaka, zaka, kujali yatima, lakini si wanafanya kwa sababu wanapenda, bali wanahofia moto, bali wanahitaji ulinzi kwenye kazi zao, wanahitaji ulinzi kwenye maisha yao. Hawatoi kwa sababu wana tabia ya kumpenda Mungu, nao pia wamepotea. Hivyo Yesu alikuwa akikemea ile dhambi ya ndani zaidi kuliko ile dhambi ya nje. Pia alikuwa na ugomvi na Mafarisayo kwa sababu walitaka haki kwa njia ya matendo yao na sio haki iliyotokana na Mungu. Na hii iko hata katika historia ya kanisa, justification by faith na justification by act. Watu wengi na viongozi wengi waligombana na Yesu kwa sababu ya tamaa, kwa sababu ya kutaka kujionyesha, kwa sababu ya kutaka kukaa katika kiti cha kuwahukumu wenzao, na kutaka sana kuwa maaskari na wapelelezi wa wenzao kuliko kuwa madaktari wa wenzao. Hivyo watu wengi walipotea ndani ya nyumba ya Mungu, kama vile mtoto mkubwa wa mwana kwa baba wa mtoto aliyekuwa amepotea, yule aliyekula na nguruwe. Hiyo ni Biblia Kidigitali, platform inayokupa uchambuzi wa mambo mbalimbali, nikisisitiza kwamba Mafarisayo na Masadukayo na Maherodisti waligombana na Yesu kwa sababu wao walijali hali yao zaidi kuliko hali ya wenzao. Walitaka amani yao zaidi kuliko amani ya wengine. Walitaka heshima yao zaidi kuliko madhaifu ya wengine. Walitaka kutambuliwa, walikofia kupoteza ushawishi wao, na hivyo walikuwa wana ugomvi na mafundisho ya Yesu, na walikuwa wana ugomvi na huduma ya Yesu. Hivyo hata leo viongozi wa leo wa dini ni kama Mafarisayo waliopita. Wao hujali mambo yao zaidi kuliko mambo ya wengine. Wao hujali misimamo ya madhehebu yao zaidi kuliko hali ya Injili. Wao hujali zaidi na kuwafurahia wale wanaofika ibadani kuliko wale walio nje ya ibada. Wao hufurahia kumega mkate wa Bwana kuliko kutafuta watu wengine. Wao hawana aibu kuwapo tayari kusimamia sheria na haki ya kutegemezwa, kutunzwa, kuliko wao kusaidia masikini. Wao wako tayari kufanya kazi usiku na mchana kwa ajili ya kanisa lao na taasisi yao, lakini si kwa ajili ya Yesu. Ndo maana wana magomvi mengi, na ndo maana hawaelewani hata wao kwa wao. Hii ni Biblia Kidigitali, platform inayokupa uchambuzi wa mambo mbalimbali. Hivyo Yesu anataka watu wanaowapenda wenzao, wanaowafikiria wahitaji, wanaotoa kwa sababu wanataka kusaidia wengine, wanaotoa kwa sababu wanataka kuona neno la Yesu Kristo likienea. Watu ambao wanaangalia hali ya kondoo, hao ndio Yesu Kristo anaowahitaji leo. Na hii ni Biblia Kidigitali, platform yako inayokuletea uchumbuzi wa mambo mbalimbali. Hata leo Yesu akirudi atakuwa na ugomvi na viongozi wa dini wenye tamaa, viongozi wa dini wanaotumia dini kama kichaka cha kuwatumikisha wenzao na kuwanyonya wenzao na kujipatia majina, na hawatumii cheo cha nafasi ya dini kuwahudumia wenzao. Kumbuka Yesu alikuja ili kututumikia na kutoa mwili wake kuwa fidia ya dhambi zetu. Nasi viongozi wa dini imetupaswa kujitoa kwa ajili ya wengine na sio kulazimisha watu wajitoe kwa ajili yetu. Yesu mwenyewe ndio kielelezo kilicho bora, na ndio Mwokozi wetu na kiongozi mkuu wa imani yetu. Yeye ameanza na fundisho la utoaji, amejitoa kwa ajili yetu tulipokuwa wenye dhambi, amefufuka kwa ajili tupewe haki yetu, yuko mbele za Mungu Baba kutuombea na kututia moyo, yuko na sisi kila mahali, kila sehemu.
kuhakikisha tunafanikiwa. Lakini viongozi wa kidini mara nyingi wamekuwa kinyume. Wao wanataka watu waumie kwa ajili yao, lakini Yesu alikufa kwa ajili ya watu wengine. Tunapomwamini Yesu Kristo, tuna maana kuwa tuibebe aiba ya Yesu, tubebe matendo ya Yesu, tubebe mission ya Yesu, na tuwe na nia hiyo hiyo ilikuwa ndani ya Kristo Yesu. Yeye hakuona kufanana na Mungu kwamba ni kitu cha kushikamana nacho, bali alitwaa namna ya binadamu. Hivyo hata leo shule zinakosa walimu wa kufundisha dini, watoto wanakosa watu wa kuwafundisha, maskini wanakosa watu wa kuwahudumia, kwa sababu wakuu wa dini wamejiangalia wao, wameangalia nafasi zao, wameangalia utu wao, na wanakuwa wao ni wafalme na mabosi na sio watumishi. Ni mimi pionia wako Anili Blaster. Kumbuka huduma ya Yesu kabla Yesu hajaja. Tumika ndugu yangu, usiwe kama Mafarisayo.